kumpongeza kwa sababu kati ya wabunge ambao ni makini wa Bunge la Jamhuri ya Tanzania ni Mheshimiwa Geoffrey Mwambe. Mimi sifichi, huwa nasema ukweli. Lakini tuna jambo moja, watu wa mtaa wa Kachuru. Nashukuru kwamba leo ulifika Kachuru. Mimi nilichelewa, ninatokea hospitali Ndanda, nilienda kumwangalia mgonjwa. Wakati narudi nikakuta kuna kikao hapa, nikasema siwezi kupita Kachuru, nimechelewa, lazima nije kukusikiliza. Umejionea barabara ya kutoka Mtandi Pachani kuelekea Kachuru. Mheshimiwa Mbunge, hiyo kero ni ya miaka yote. Ninaamini wewe unaijua serikali vizuri. Tusaidie watu wa Kachuru, tuwe na barabara ya uhakika ya kufika kwenye maeneo yetu. Kachuru ni kama kwamba hatuko kwenye mji wa Masasi. Tunahitaji miundombinu, tunahitaji madaraja, tunahitaji barabara nzuri na ya kisasa. Kwa bahati nzuri ndio eneo pekee ambalo limekaa vizuri kuliko maeneo mengine yote ya Masasi. Kachuru. Sio kwa upendeleo, ndiko anakotokea katibu wa Chama cha Mapinduzi ambaye anakupenda sana wewe. Sio rushwa, ila ni ukweli. Kwa hiyo niombe sana. Bahati nzuri mtakuwa mmemtendea haki, ni katibu wa miaka mingi sana wa Chama cha Mapinduzi. Nagombana naye sana kipindi cha uchaguzi. Yeye na candidate ile. Sasa mimi wameshindwa kukungoa Chadema. Hawawezi. Sasa nikitaka niseme people's power ile ya kwenu mimi siwezi. Kwa hiyo moja ni hilo. Lakini jambo lingine kubwa na muhimu sana Mheshimiwa Mbunge ni hili. Nilikuwa najaribu kufikiria. Nimesikia kuna mwenyekiti wa wazazi hapa, lakini pia kuna mjumbe wa kamati ya siasa. Bahati nzuri nimemfahamu leo. Hivi hatuwezi tukafanya kama iliyofanywa kwa Mama Samia Suluhu na Nchimbi kwamba Masasi hakuna kuchukua fomu iwe moja tu ya wiwi. Sio kwamba nakutaka. Lengo langu wa kukata CCM ili uje Chadema. Unahesabu? Nilicho waomba ndugu zangu wa Kachuru na nirudia ni kwamba nyie hamna barabara. Yaani kandi haina barabara. Kwa kweli barabara kutoka pale Pachani kwenda Mtandibishe nimewaahidi na nimeingiza kwenye mradi wa tactic ambapo mkandarasi wake tunaweza tukapata kwa mwezi wa 6 ile kwa tunajenga kwa lami kabisa kuelekea kule juu. Na kuna moja nilikuja na watu hao wadau wangu wa tactic tukaiangalia ile kwenda DSN, lakini tukaona haitaishia pazuri kwa sababu kule chini bado. Kwa hiyo tukasema basi ngoja tuingize kwenye awamu ijazo kwa sababu na kilomita 5 kila mwaka ya mradi tukiacha hii za TARURA kuna kilomita 5 huu mradi ambao tumeupata huko. Kwa hiyo naamini tutajipanga vizuri. Moja, mkurugenzi aainishe barabara zake za mitaa ili hizo barabara azisajili kwenye daftari la au mfumo wa usajili wa barabara wa TARURA wa TAMISEMI. Akishasajili kila barabara inapewa namba. Kwa ile namba sasa ndio inatumika na TARURA. Tukikaa nao sasa, mimi nikikaa na TARURA kwenye kupanga bajeti ya barabara, wanatumia namba ya barabara. Kwa kama barabara haina namba haiwezi kupewa pesa za TARURA sababu haitambuliki. Inaonekana barabara ya kienyeji. Kwa hiyo tunataka sasa isajiliwe na mkurugenzi ingie ili tuingize pesa za TARURA. Kwa hiyo kwa mwaka huu bajeti ya TARURA mwaka huu nilikuwa nimekubaliana nao tufungue barabara nyingi za Mtandi na Nakuta. Kwa hiyo niombe tuwe na subira, mvua zikinyesha wale wakandarasi ambao wamepata hizo tenda hizo zabuni tutaanza kuwaona kwenye taa yetu. Kwa sasa hivi hawaruhusi kuingia kwa sababu mvua zinanyesha, hawezi kuchimba kwa sababu watapata pesa za serikali tu. Ukichimba maji yanakuja na simua ile barabara ilikuwa na milioni ya serikali. Kwa hiyo mara baada ya mvua kuisha mwezi wa 5 mwishoni wa 6 wataanza kuingia site na kuanza ujenzi. Lakini kwa kweli niwaambie kabisa na nikubaliana na nyie hakuna barabara. Yaani nyinyi hamna barabara kabisa. Kwa kata nzima ya Mtandi na Nakuta.